Naam, karibu katika sehemu ya pili ya mahojiano, na kama ambavyo nilikueleza hapo awali kwamba studio tutakuwa na mgeni. Huyu si mwingine bali ni Kwilasa Mwigulu ambaye ni afisa mazingira mwandamizi kutoka NEMC, na tutakwenda kuzungumzia udhibiti uchafuzi mazingira utokanao na kelele na mitetemo. Tutaangalia ni kwa namna gani tunadhibiti, lakini pia kelele na mitetemo hiyo ni aina gani ambayo inadhibitiwa. Na nitumie nafasi hii kukaribisha. Karibu sana afisa mazingira mwandamizi kutoka NEMC. Karibu sana. Asante sana mtangazaji. Ndio. Asante sana. Sawa. Sasa katika mwanzo tufahamu NEMC ni taasisi ya aina gani, lakini pia imepewa majukumu gani makubwa hapa nchini? Karibu. Asante sana mtangazaji. Ya NEMC ni kifupisho cha maneno ya Kiingereza, lakini kwa tafasiri au urefu wa majina hayo kwa Kiswahili ni Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, ambapo kwa Kiingereza tunasema National Environment Management Council, ambapo ndio NEMC sasa. Ndio. NEMC imeundwa kwa mujibu wa sheria ya mazingira sura ya 191 katika sheria zetu za nchi, ambayo ni sheria ya mazingira. NEMC kwa ujumla ina majukumu kwa mujibu wa sheria ya mazingira makubwa ya kuangalia masuala mazima ya mazingira. Ndio. Kuratibu, kusimamia na kutekeleza sheria zote za mazingira, ikiwepo kufanya tafiti, uelimishaji na yote inayokuwa inapata kutoa utafiti au inatangaza au inatoa taarifa hizo kwa jamii kuhusiana na usimamizi wa mazingira. Kwa mazingira kwa ujumla, nchi kavu, majini, angani, zote hizo kwa mujibu wa sheria taratibu zimeelezwa namna gani uchafuzi wa mazingira, labda ardhini, taka, maji taka, ndio, na ikiwemo sauti, hewa na kadhalika. Kwa jumla NEMC ni msimamizi na mratibu wa shughuli zote za utunzaji wa mazingira nchini. Sawa sawa. Ndio. Mtazamaji, kama ambavyo umesikiliza kwa utangulizi huo, ni taasisi muhimu kwa sababu wataalamu wanasema kama tutaendelea kuchafua mazingira, huenda dunia ikawa sio sehemu salama tena ya kuishi binadamu na wanyama na viumbe vingine vyote kwa sababu ya uchafuzi wa mazingira. Na kuna taarifa zilitoka hapa kwa kiwango cha taka zilizopo ardhini, ilionyesha sio hali nzuri sana, ni hali ya hatari sana. Na wakazieleza kwamba ile tafiti kasema kwamba unajua hivi vitu ambavyo tunazalisha taka zinakwenda kuathiri mpaka viumbe hai baharini huko, kwa sababu unajua bahari ndio inasemekana kwa asilimia kubwa ndio inapokea taka tena hasa taka za plastiki. Hasa taka za plastiki tena wakila samaki kumbe inarudi kwetu siku tuadhibu. Unaweza kupata magonjwa kama kansa na vitu vingine. Sasa tunza kikutunze. Kama tusiende sana huko kwa sababu ni mtambuka kweli kweli, lakini hapa tunaenda kuzungumzia udhibiti uchafuzi wa mazingira utokanao na kelele na mitetemo. Hizi ni kelele nyingine tena hizi. Sisi tunasema nini? Ni eneo lingine tena hili. Unajua mara nyingi tukisikia mazingira tunachukulia kama kwa haraka unachukulia kama masuala ya ardhi tu. Ndio. Lakini kumbe inaenda ni mtambuka, inagusa maeneo mengi. Sawa. Ndio. Kelele na mitetemo ni kitu gani hiki, na tunakitafsiri vipi kwamba sasa hapa ni hatari kwa ajili ya maisha ya binadamu, ila hapa tuko sahihi kwa ajili ya maisha ya binadamu? Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio. Labda tu nianze kwa tafsiri ya jumla na kwa tafsiri ya jumla kwa mujibu wa sheria na kanuni za usimamizi wa mazingira. Tunajua kwamba kelele kwa jumla, kelele ni sauti ya juu au sauti isiyopendeza au inasumbua, inachukiza. Na hii mara nyingi inatokana sasa inapokuwa katika kiwango cha juu. Ni sauti isiyoridhishi, inayochukiza, inayoudhi inapokuwa katika kiwango cha juu. Na tunasema ni sauti ya kiwango cha juu kwa maana kwamba tunajua sauti inasafiri kwa njia ya mawimbi.
unaongea sauti inatetema. Inapotetema ndio inasafiri inafika sehemu. Kwa hiyo kuna viwango kadri tunavyokuwa tunaongea. Lakini sasa kwa ujumla kama ni hivyo sasa kwa kisayansi naweza kusema tu kelele ni mtikisiko mkubwa wa sauti, wa mawimbi ya sauti. Ambao uko kwenye kiwango kisichohitajika. Tunasema kisichohitajika kwa maana kwamba kumbe hiyo mitetemo ya sauti ili uonekane kama ni kelele, ni sauti, ili uonekane ni kelele ambayo ni uchafuzi, lazima kuwe na viwango ambavyo sasa kuna vifaa vinavyopima hivyo viwango na kuweka sasa taratibu kwamba hiki ni sauti ya kawaida, haina madhara, hii kifika hapa ni uchafuzi. Kwa hiyo viwango hivyo vimewekwa kulingana na maeneo, sio tu kwa sababu ya jumla, kwamba kwa kuangalia maeneo na wakati gani, wapi. Kwa hiyo sheria pia au taratibu zile zimeainisha kwamba katika maeneo fulani sauti au mtikisiko wa sauti uwe kiwango fulani. Kiwango fulani. Kwa hiyo kupitia viwango kadri vinavyokuwa vinazidi kuwa vikubwa, hivyo viwango vilivyowekwa unavyozidisha au vinakuwa vikubwa, ndio tunaita sasa uchafuzi. Tunasema sasa kelele. Vinginevyo hizi sauti kwa hata sasa hivi watu tunaongea ndio sio kelele, lakini kila sehemu nyingine hii ni kelele, ni uchafuzi. Kwa mazingira hapa ndio nitaongelea kitu kimoja kwamba kama mnavyojua Tanzania ni nchi ya muungano, Zanzibari na Tanzania bara, ambao sasa tunavyoenda kuongelea hii sheria ya mazingira ambao kwa mujibu wa katiba swala la mazingira sio la muungano. Kwa hiyo nitaongelea kwa maana ya Tanzania bara. Ndio. Kwa maana ya Tanzania bara. Kwa Tanzania bara sasa imeainisha maeneo hayo kwamba maeneo kwa mfano ya starehe yanatoka sauti kwa gani, hospitali, mashuleni, maktaba, kwenye sherehe, mikutano. Lakini pia hii sheria ya mazingira na kanuni zake hii imeainisha kwamba kuna mazingira ambao sauti hata ikiwa kubwa namna gani haitahusishwa kama uchafuzi. Kwa mfano kwenye wakati au nyakati za matangazo ya tahadhari, kwa mfano polisi wanapita ving'ora vyao, wanatangaza jambo fulani, hata hiyo kiwango cha juu namna gani, sheria imesema kwamba kwa wakati wa tahadhari za kwa matangazo ya tahadhari kama hayo, hiyo sio nini, sio kelele au sio uchafuzi. Magari ya kubeba wagonjwa kwa mfano linapita litoa ving'ora, hata mahali ambapo kwamba pale hapotoka na kelele, sheria inatambua kwamba hiyo sio kelele chafuzi. Kwa hiyo hiyo ni kwa mujibu wa Tanzania bara. Kwa hiyo kuna maeneo maalum kwa maana kwamba watu wanaita kelele au uchafuzi wa mazingira kwa njia ya kelele na mitetemo, lakini maeneo mengine bila kujali kwamba viwango vimefanyaje, kama hivyo kwa mifano michache. Kwa hiyo kwa kupitia viwango hivyo sasa kuna viwango vya majumbani kwamba hii kwa mazungumzo ya kawaida kama sasa hivi hapa mitetemo yetu inaruhusiwa kuanzia ya kabla sijafika kule ile mitambo hiyo au vifaa vinavyopima hiyo sauti, kuna vipimio units kwamba vile vipimo kwa mfano vinaitwa decibel, kiwango kwa namba fulani zimepewa kwamba namba mtetemo wa namba hii paka hii au hii inatumika kwa namna. Kwa hiyo zimepangwa mchana, zimeruhusiwa mchana kiasi fulani na usiku kiasi fulani. Maeneo ya kanisani, maktaba na kadhalika. Kwa hivyo viwango vimepangwa kwa mtindo huo. Kwa hiyo utaenda kuangalia zaidi kwamba kwa kadri watakao. Kwa 50 mpaka 60 kama tunaongea sasa hivi kama kawaida ambayo haina madhara, ni salama. Lakini kwa ujumla sheria inatambua kwamba mitetemo inaanza kuanzia 85 kuendelea kulingana na maeneo tofauti. Hapo tunaweza tumeshafika viwango vya uchafuzi wa mazingira kwa njia nini ya kelele na mitetemo. Sawa. Na jaribu kuangalia mpaka imefika kwa sheria kama hii tayari ni kwamba kelele chafuzi na mitetemo ina athari. Labda ni athari zipi endapo inatokea kwamba mtu anafanya huu uchafuzi wa mazingira kwa kelele na mitetemo, inatokea kwa binadamu, kwa afya ya kibinadamu, lakini kwa mazingira pia leo? Asante sana mtangazaji. Kwanza niweke wazi kwamba
sauti kama sauti, naweza sio kelele. Lakini na hizi aina ya kelele ziko makundi, naweza kuweka makundi kama matatu. Kelele za kelele za kibinadamu, kelele za mazingira au asili za kibinadamu, asili za kimazingira, na asili za kiafya ambazo kwa kibinadamu kwa ujumla. Tunaona kwamba ongezeko la shughuli nyingi za kibinadamu au ongezeko la watu ndio sasa naweza kupeleka sasa hapa tumeanza kuingia katika matatizo mengine. Kwa maana kwamba sasa watu wanapokuwa wapo wengi wanaongea kwa sauti ya viwango vya juu, au shughuli zote zinazofanyika zinatoa sauti au mtetemo wa hali ya juu, viwandani, barabarani, magari na kadhalika, muziki, vyote hivyo vinachangia kuleta kwenye uchafuzi wa mazingira kwa njia. Kwa hiyo tunaweza kukuta kwamba tuna madhara ya kiafya, tuna madhara ya kimazingira pia, ambapo utaenda kuongea machache. Kwa mfano muongelea madhara ya kiafya, kelele kwa majirani, nyumbani kwako, sehemu ofisini na kadhalika. Wanasayansi wamegundua kwamba kelele inayotoka kwa muda mrefu, unakaa kwa muda mrefu kwa eneo la kelele, kwa kitaalamu wanasema time of exposure, kwamba umekaa muda gani kwenye kelele. Kwa hiyo inaweza kusababisha madhara makubwa, kwa mfano ya kupoteza usikivu. Usikivu yani masikio, tunajua kwamba masikio yetu yanatengenezwa katika mfumo mbalimbali, kuna ngoma, kuna nini, kuna ile ya kuchuja mawimbi na kadhalika. Kwa hiyo unaweza ukachuja kwa dakika 5 kahimili, kesho usiku kwa maziwa kawa salama, hata kelele kwa kubwa isimechuja. Sasa ukiendelea, nikasema muda utakaokaa kwa muda mrefu, endelevu kwa muda mrefu, hata unafanyaje, inachoka. Madhara yake usikivu unapotea. Kwa wagonjwa unaweza kusababisha magonjwa ya shinikizo la damu na kwa la juu, magonjwa ya moyo, kukosa usingizi na mambo mengi ya namna hiyo. Hayo tunasema kwanza kiafya kwa ujumla. Watoto yanaaminika kwa mfano, wanasema kwamba kwa watoto hata uwezo wa kujifunza na kusoma unapotea, unakuwa hafifu. Hayo ni kwa mjibu. Lakini mazingira pia tunaamini mazingira sio binadamu peke yake, kuna wanyama. Kimazingira mitetemo au sauti au kelele ya juu inaathiri wanyama. Kwa mfano tunaambiwa kwamba, tunasoma wataalamu kisayansi kwamba kwa mfano baharini, ile mitetemo au sauti ya juu ya meli zilizopita inaathiri uwezekano wa wanyama wale, samaki, nyangumi na wengine, kupoteza uelekeo, kwamba akisikia kimbia unatakuwa anaweza amegongwa, kwa sababu anajua hawezi kuchambua kwamba ni kelele namna gani. Pia wanasema wanasayansi kwamba hata ule uwezo wa kuzaliana ufanyaje, unapungua, kwa sababu tunajua tu hata mazingira ya kawaida. Hata kuku kwa mfano rahisi tu, majogoo akisikia sauti kitetea kimela, anajua hapa ni muda wa kujamiana, au hii yuko katika stage fulani. Pia sasa kama usikivu haupo, tetea hata akionyesha idadi au kujogoo kiwika, hasikii, anakuwa anazingatii. Kwa hiyo unakuta jogoo linaenda tu, unaona tetea na kimba. Kwa hiyo uwezekano wa wanyama, uwezekano kuzaliana unafanyaje? Pungua. Hata kwa mfano tulishazoea labda kwa mfano hata kwenye mbuga za wanyama, kwamba umeenda kutembelea, lakini magari yanapopita mara kwa mara, kelele zile inawafukuza, inawakimbiza, wanaenda mbali, kwa hiyo inakuwa shida hata kuwaona. Kwa hiyo hata ile idadi ya wanyama ile kibiolojia tunaita ecosystem, au ule mnyororo wa mlishano. Kwa mfano simba labda anamtegemea swala kwa sababu alishakimbia, nampa shida kutafuta chakula. Pia kimazingira, uzalishaji wa chakula, tunajua mimea inategemea nini? Uchafushaji ule, wadudu kwenda kuchavusha ze nekta na kadhalika. Kama kuna kelele zimekuwa nyingi, wanahama na eneo ambao labda wewe umelima shamba, kwa sababu unapika hawapo pale, ni wasafi kutoka mbali. Kwa hiyo unakuta mazao haya wanakuwa kufika na wadudu wachache, kwa hiyo uchafushaji unakuwa hafifu. Kwa hiyo uzalishaji wa chakula unaweza kufanyaje, ukapungua. Kwa hiyo ni mifano michache tu kimazingira na kiafya. Kwa taarifa yenu ya jana, ni kama pia mmetoa tahadhari kwamba kelele chafuzi
zinazidi kuongezeka, na yote hiyo inaonekana inasababishwa na kama ulivyosema hapa, ongezeko la watu, lakini pia kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi. Nikawa najiuliza changamoto iko wapi katika kukabili uchafuzi wa kelele? Nini changamoto? Kwa sababu kama hapo umetaja viwango, sijui decibel ngapi wapi, si ndio? Lakini najiuliza nitajuaje sasa hapa nimeweka, labda tuseme mfano ni mziki, nitajuaje nimeweka mziki kwa kiwango kile kinachotakikana? Asante sana mtangazaji. Ili tuweze kutambua kwamba sauti imevuka kiwango, kwa maana kwa imekuwa kelele na inachafua mazingira, ni kwa kupitia nini? Vipimo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi. Kwanza tu ya kwanza kabisa, mtu kujua kwamba hii ni kelele, ile uelewa wa kisheria kwamba hapa mimi ninapokuwa nasikia hivi ni kelele. Wengi hiyo hatufanyaji uelewa wa elimu wa kisheria kwamba kiwango hiki kwa jumla ni kelele. Jamii kubwa haina uelewa. Kwa hiyo unakuta kwamba hata ile sasa mtu anaweza kuwa anapiga kelele hapa, labda kwa sababu utamaduni na starehe, anaona kwamba jambo lakini kwa anayeelewa anaelewa kwamba kiwango hiki au mazingira haya ni hatarishi, maana uchafuzi. Kwa hiyo uelewa kwanza mojawapo ni mchache, watu hawajazingatia uelewa sheria na kanuni zingine, uelewa ni mchache. Kwa hiyo wanaona kwamba ni jambo la kawaida, lakini kumbe walitakiwa wawe na uelewa. Ndio sasa kwa mfano kupitia leo hapa tunatoa hiyo elimu, angalau wajue kwamba kumbe hiki ni kitu fulani. Kwa hiyo ni moja. Lakini pia tumesema NEMC sio peke yake ambayo inasimamia, au kazi kubwa ya NEMC ni kuratibu na kuzisimamia hizo sheria. Kwa hiyo ina maana kuna ushirikiano wa taasisi mbalimbali. Kwa hiyo pia unaweza kukuta kwamba sababu ni mojawapo nyingine ni ile ukosefu au upungufu wa vitendea kazi, kwa maana labda rasilimali watu, rasilimali vifaa na kadhalika. Kwa hiyo unakuta sheria imegawa majukumu kuanzia ngazi ya kijiji mpaka taifa. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa hii mingao kelele zinazidi kuwepo mpaka imekuwa ni hatari, kwa sababu labda serikali za mitaa hazina uwezo wa kupitia maeneo yote, hata wakiwa na wafanyakazi hawina vifaa. Utadhibitisha kwa sababu sheria inataka udhibitishe. Ndio maana nimesema kwamba mimi naweza kuongea hapo kwako naona ni kelele, lakini sio kwa sababu natumia sheria. Kwa hiyo unakuta kwamba uelewa kama hakuna nguvu kazi ya vifaa vya kupima na kwa hiyo unakuta kwamba watu wanajifanyia tu, na unakuta sasa serikali au taasisi zingine zinashindwa kudhibiti kwa kiwango kinachotakiwa. Kelele unakuta kwamba imezidi. Kwa hiyo uelewa, rasilimali watu pungufu, pia ushirikiano pia unaweza kuwa kuna ushirikiano hafifu labda kati ya taasisi moja au nyingine imepewa wajibu. Naweza nikasikia mimi nimetoa malalamiko, sisi tunaletoa malalamiko kwa NEMC pale, na ili niweze kudhibitisha na kuja kushirikiana na serikali mtaa, kata na kadhalika, unakuta kwamba ushirikiano unakuwa sio mzuri sana. Kwa hiyo tunashindwa kukabili kwa kiwango cha, lakini tunafanya juhudi kubwa sana. Nilikuwa najiuliza labda sijajua hii kama itakuwa ni ya kisheria kwamba mimi namiliki ukumbi wa starehe au wa muziki, au sheria inanitakaje niwe na kile kifaa cha kupima? Au kwanza mazingira yamepangiwa matumizi. Ndio maana kuna taasisi mbalimbali, mipango miji, si ardhi, misitu na kadhalika. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria mpango miji, kila shughuli zimepangiwa maeneo ya biashara, ya taasisi hiyo za kidini, za shule na kadhalika, starehe na kadhalika. Kwamba kwa maana moja nyingi kuna taratibu za kisheria za viwango na kadhalika. Kwa hiyo kila taratibu sasa inakuwa vibali. Kwa mfano halmashauri, serikali za mitaa zinatoa vibali vyote vya ujenzi, vya kumbi za starehe, michezo na taasisi na kadhalika. Huwa vinaainisha shughuli maalum, na vile vibali vina kanuni. Wewe tumekupa hapa kwa mfano, tukija kwa upande wa kelele, kiwango cha kelele chako ni kuanzia hiki kiwango mpaka hiki. Kwa hiyo sheria zipo na miongozo kwamba kufuata hizo sheria. Pia kuna njia za tahadhari za kukinga, iwe majumbani, iwe kwenye sehemu kama hizo za kumbi na starehe.
kuna njia mbalimbali. Tuchukue mfano sawa wa kelele. Kwa mfano kwenye sehemu rasmi ambazo zimeainishwa kwa shughuli hapo vina vibali. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba una vizuizi, unatengeneza vifaa, unaweka katika mazingira ya vizuizi vya kelele isitoke nje. Kwa Kiswahili nasema sound proof. Wanaweka unaweza kupita pale mbele muziki wa decibel hata 10,000 lakini usikii. Lakini wale kwa sababu mazingira yanaruhusu wasikize kelele za juu wenyewe wanafurahi. Wewe ukasikia kwa vitu kama hivyo wameshauriwa wewe kwa mujibu wa sheria. Sawa. Weke njia mbalimbali zinazostahili kudhibiti kelele isiwe chafuzi kwa majirani na kadhalika. Lakini pia hata sisi sheria imeainisha kwamba kuna njia za kujikinga hata majumbani. Wewe sasa kwa nyumba labda kwa bahati mbaya au namna gani ile kumbi ya starehe iko jirani na makazi. Kwa hivyo nimesema zimeainishwa mbalimbali. Sasa kama labda tunashauri kuchukua tahadhari pia hata sisi. Kuchukua tahadhari. Kwa mfano hata mapazia mazito. Kana kwamba angalau sauti inatoka mbali kwa sababu hata nimesema huu uchafuzi una muda pia kwamba tunaangalia muda gani inaitwa uchafuzi. Kwa hivyo kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 7 au kwa saa 4 mpaka saa 5 uruhusiwa kwa sauti kubwa. Sasa hapa mwenye kibali ameruhusiwa kuanzia hiyo saa 4 kwa kiwango kinachoruhusiwa lakini. Pamoja na kwamba yeye kinaruhusiwa kwako naweza siwe kimeruhusiwa kinakuwa vizuri kwa angalau sasa unaweka labda mapazia mazito. Pia wanashauri njia za asili. Unajua watu wengi wanavyosema kupanda miti nafikiri kama mapambo tu. Pia lakini miti inasaidia kuzuia kelele. Mawimbi yakija kelele yanapungua kasi. Unakuwa unasikia sauti kama ya kawaida. Kwa hiyo kuna viwango na taratibu na namna gani ya kupunguza hizo kwa mfano watu kwa viwandani wanavaa vinini vitu ya masikio ni vya kuzuia kelele. Wanapunguza muda kwamba kama ule tumesema time of exposure kama ni masaa 3 anakuja mwingine unatoka. Kwa hiyo zote hizo ni njia au taratibu zinazosaidia kukinga. Kama hayo mimi nataka nifahamu kwa sababu vyanzo vya kelele ni vingi. Ni maeneo gani ambayo yameonekana hasa kuwa ndo chanzo kikubwa sana cha kelele na mitetemo? Kwanza tu niseme kwamba chanzo kikubwa ni ukiukwaji wa taratibu na kanuni. Ndio chanzo. Kwa sababu kila sauti inaruhusiwa. Ina maana ukikiuka hiyo ni moja kwamba ukiukaji umekuwa jambo kwa mfano kwa maeneo kama ya kumbi za starehe, baa na kadhalika. Hizo zote sio tu hivyo hata majumbani kama nilivyosema taratibu kwa sababu kuna tamaduni nyingine. Mwanangu nataka nifahamu ni maeneo gani hasa ambayo kidogo ambayo yamekuwa yakichangia kwa kiasi kikubwa au yamekuwa yakisababisha mara kwa mara hizi. Kwa maana kwa labda kwa nitaje kwa Gongo la Mboto kwa mfano hivyo. Unajua kuna kumbi za starehe, pikipiki, magari, kwa hivyo nimesema makanisa nini ndio. Asante sana. Kama unasema kwa hivyo tukichora barabarani ongezeko la magari, pikipiki ni jambo la kawaida kwa sababu ni barabara mnachukua kama ni jambo. Lakini mbona imekuwa kama ni kero sasa watu wanakuja kuripoti kwa hizo kumbi za starehe, mabaa hizo night club. Kuna maana unakuta kama unasema matumizi sahihi yanaweza kuepusha. Unajua maendeleo sasa yamekuja hivi sisi tunakuta wakati miji ilikuwa watu walikuwa wanaishi kama kijiji. Maendeleo yakifika naendelea. Kwa hiyo mimi nyumba yangu unaigeuza kuwa kama kumbi kwa sababu tu mahitaji pale yakoaje. Kwa hiyo iwe mitaani, iwe kwenye kumbi za sasa imekuwa kitu ambacho kinasumbuka. Kwa upande wa Tabata huko kuna The Voice, kuna yaani kumbi za starehe imekuwa ni kigezo chanzo kikubwa sana hata cha malalamiko. Tofauti na hizi za majumbani labda tu jirani punguza muziki wako kidogo at least inaweza, lakini hizo sehemu kama ambazo hazizingatii sheria hazifuati taratibu zimekuwa chanzo kikubwa sana. Nafikiri sio kumbi tu za starehe hata mabaa. Mabaa na kumbi za starehe. Ndio na zenyewe ni kumbi. Unaweka tu. Maana naonaga wao wanakaa tu nje. Kumbi nilikuwa najua zile ambazo ziko kama tunazofanyia maharusi ziko ndani yani. Baa nazo kwa sababu sema kumbi za starehe. Kategori yake inaingia. Kwanza baa unajua kwa wazi yani ni namna hata kwenye ukumbi unakuta kama tunakaa kwa nje. Kwa kwanza baa yoyote ile inatakiwa iwe ndani ya yani kwenye sehemu maalum kama ni tunaenda kwa jumla kama ukumbi. Hakuna baa
papazi kwamba itakuwa kwenye sehemu ya uwazi tu hivi. Kwa hiyo unakuta kama nilivyosema, matumizi mabaya Ndio. ambapo unakuta makazi ba kama sheria zilikuwa zinazingatiwa, shughuli zote zinazofanana zitakuwa ziwe sehemu moja. Ina maana hata mkiwa baa 20 zimepangana hapa, hakuna atasema kama kuna kelele, kwa sababu tayari mawazo yao ni aina moja na mmepewa kiwango fulani cha kelele. Kwa maana hiyo mawazo ilikuwa ni hivi kwamba labda tunatenga maeneo haya, ni maeneo ya starehe. Sasa ukienda pale wewe ndio umefuata nini? Umefuata hilo eneo. Kwa sababu kuna kiwango kinachoruhusiwa. Kwa kweli kuna wakati mwingine wanaangalia Sinza ni makazi au ni sehemu ya starehe. Mimi mwenyewe wanatafakari, kuna wakati unajiuliza kama nilivyosema awali kwamba maendeleo yamewakuta watu wapo. Sasa kadri mahitaji ya kiutamaduni na nini, mtu anaamua sasa hapa nitafanya biashara. Sawa. Mtu anapokiuka hii, tusije tukachukulia poa, adhabu yake ni nini? Sheria na kanuni za udhibiti wa uchafuzi wa mazingira kwa njia ya kelele na mitetemo imeweka sheria kwamba, taratibu na sheria kwamba mtu yoyote akikiuka sheria hii, sasa hapa haijalishi ni mmiliki wa kumbi ya starehe, ni mwenye nyumba au mpangaji, mtu yoyote shughuli yoyote inavyokuwa imekiuka taratibu, iwe una kibali usiwe na kibali, na kwa mujibu wa sheria na kanuni, kiwango cha chini kabisa ni kuanzia 50,000 mpaka milioni 50, kutegemea sasa kwa kiasi gani umekiuka sheria au kanuni. Lakini huwa tukimbilii moja kwa moja kwenye kupiga faini. Kuna hatua mbalimbali. Tunatoa maonyo. Serikali au taasisi zote zilizosimamia uchafuzi au usimamizi wa mazingira zimepewa mamlaka ya serikali za mtaa mpaka taifa. Hatua ya kwanza, mtu wanakuona, kwa mfano sasa tunaelekea vipindi vya sikukuu hizi, ndio nasikia muziki au malalamiko yamekuwa mengi zaidi. Labda wale walikuwa wamekuzoea tu mnapiga mnaenda. Serikali ya mtaa ina mamlaka ya kwenda kuona bana, vipi, punguza, umezidi. Hivyo hata sisi baraza tukileta maeneo tunakuja kukuona, tunakupa, tunaitwa kwa Kiingereza za compliance order. Yaani kama labda huna ile tumesema sound proof, kwamba sasa bana wewe hapa una kibali na nini, lakini sasa fanya kwanza, tunakupa hata siku 5, siku mwezi moja, fanya haya marekebisho, ufanyaje, uendelee. Lakini kama amekiuka, amezidi, anaendelea tu, kuna ile tunaita stop order. Tuna mamlaka hayo pia baraza, hata hizo taasisi zote zina mamlaka hayo, maafisa mazingira wa mtaa, wa halmashauri na kadhalika. Kwa sasa wanapokusimamisha, ina maana sasa usipotekeleza utaki kufanya kabisa, na kisha sasa hadi mahakamani na kupeleka, na ndipo hapo sasa kanuni zinatumika kwamba sasa umeonekana msumbufu, wanakusanya viwango vya makosa yaliyofanya, wanakupiga faini kuanzia 50 mpaka milioni 50. Kwa hapa katikati sheria na kuruhusu. Kwa kuna viwango na kuna adhabu kama hizo. Tutakushauri, tutakupa maelekezo ya kuzingatia, tutakusimamisha, tutakupeleka mahakamani, tutakupiga faini. Sawa. Mimi nilikuwa nawaza, Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira, kuna mambo mengi sana ya mazingira ambayo umefanikiwa. Nikigusia mfano mmoja tu wa matumizi ya mifuko ya plastiki. Mliitangaza mara moja na kushughulikia ndani ya muda mfupi, ikaonyesha mafanikio makubwa sana. Nataka nijiulize, nimekuwa nikifanya kazi na nyinyi muda mrefu sana, na haya masuala ya kelele, uchafuzi, kelele chafuzi na mitetemo, nimewashuhudia mkihangaika nayo sana. Najiuliza, nini tatizo? Kwa nini kumekuwa na mkwamo? Na nikitolea mfano kama sasa hivi, mfano wa masokoni, unamkuta Mwakapotela pale anatangaza vocha, anatumia speaker. Mimi niko hapa natangaza dawa za mbu na nini, natumia speaker. Mwingine yuko pale anafanya hivyo, kiasi kwamba mtu wa kawaida unapita tu pale ndani ya muda mfupi na kuondoka, lakini unaondoka na maumivu hata ya kichwa. Sasa anasema, nini kwanza kinakwamisha? Hii inaonekana haionyeshi matokeo chanya kwa haraka.
Lakini pili, je, ulizungumzia swala la ukosefu wa elimu. Namna gani mnahakikisha sasa watu kama hawa kama hivyo nilivyotolea mfano masokoni wanapata elimu na kujua kwamba maana sio inamwathiri tu anayepita, lakini hata wao wanaokaa pale muda mrefu na hizo kelele. Mfano mzuri ni Sakafia hapo Kariakoo. Umeshapita Kariakoo mara nyingi. Hata soko letu kule unakuta shughuli ile. Yaani unaweza kufika pale hata unasikia na kila mtu ana sauti. Au yale maeneo yanafuata taratibu gani? Kama nilivyosema mara kwanza kwamba sheria hii inatekelezwa kwa mujibu wa maeneo, wakati gani na wapi. Kwa mfano hata kanisani unaweza kukuta watu kuna kile na malaika wanakuja wanapiga spiani saa 11 ulali. Lakini kwa mfano maeneo kama ya sokoni ni maeneo ya mpito, kila mtu ni mpito. Isipokuwa kwa wale wafanyabiashara wale wako kelele ya pale ni ule wingi wa watu. Unajua kwa mfano hata kwenye sherehe hata harusi zinaruhusiwa pia, lakini wewe ukienda kwa sababu wingi wa watu wale, mimi binafsi naweza nikajikuta nimekwazika. Kwa hiyo kwenye maeneo ya soko sheria imeainisha maeneo maalum ya makazi, hata maeneo ya biashara samahani ngoja siwezi kukariri sana, labda tu niweze kusoma maeneo kwa mujibu wa sheria ilivyoainisha. Kwa mfano viwandani, viwandani mchana kiwango kinachoruhusiwa kabisa, hata mimi niende pale sibe kama nauma, lakini wenyewe wanaruhusiwa decibel 70. Hata nikuta mchana inafanyika hivyo, mimi siwezi kusema ni kelele, japo mimi naweza kuumia, jirani anaweza kaumia kwa mchana. Usiku ni decibel 60. Anasema makazi kama makazi tu ya kawaida ambayo sasa mimi na kina neni kunatakiwa kiwango cha decibel 50 kwa mchana na decibel 35 kwa mchana kwa usiku. Makazi na viwanda vidogo vidogo ni decibel 60 kwa mchana na decibel 50 kwa usiku. Maeneo ya makazi, biashara na burudani, unaona yani hapo mchanganyiko ya biashara na kadhalika, ikiwemo hata masokoni huko, yote ni maeneo ya biashara ambao kwa mchana ni decibel 55 na kwa usiku 45. Lakini maeneo kama sana nimesema taasisi kama hospitali, mashule, taasisi, kumbi za mikutano ambao ni rasmi, makazi ya wazee na maeneo ya mapumziko mbalimbali ni decibel 45 kwa mchana na 33. Kwa hiyo hizi zote kila eneo zinaruhusiwa, lakini mimi nikienda pale tayari mimi kwenye mazingira makazi natakuwa ndio na 50. Nimeenda sokoni nikuta kuna 60, lazima nitajikuta tayari nafanyaje. Lakini na maana pale hiyo sauti imeruhusu. Lakini sasa tuweze kujua kwamba imezidi hii 60 au 50, lazima tuende vipimia. Kwa hiyo kama watu naenda sana pima jamaa ambao sasa naweza kusema naweza kwa vigumu mimi naenda kununua nyanya pale nikafika nikaondoka na yani kumcontrol moja kwamba wewe ukifika hapo sipekee, kwa sababu ni ule mkusanyiko watu wengi. Kwa nini nasema chanzo cha kelele kuna za kibinadamu ambao wanapokuwa watu wengi ile sauti kikusanya mtetemo unakuwa mkubwa, lakini akipungua vitu kama hivyo sawa. Sijajua, lakini naonaga kwa makelele tu ya binadamu yanaweza yasikere sana, lakini sasa hivi vifaa vinatumika kama maspika. Sasa sheria imeelekeza kwamba shughuli zote za kibiashara ina maana wewe unatumia speaker hivi viwango visizidi, ambao sasa nani atakuwa amejua kwamba hichi kiwango hapa kimezidi ama hakijazidi, au sheria inamtaka nani? Sheria inamtaka sasa imeelekeza kwamba wote wanaofanya shughuli hizi ambazo zinakuwa na viwango ambao unaweza kuzidi wawe na vipimio. Kwa hivyo tuanze labda kwenye kumbi za sana kali. Nilisema tu labda njia za kukinga, lakini pia wewe mwenyewe unaweza kujiongoza. Pia hivyo vifaa pia kuna speaker zingine, kuna mitambo ya kisasa unashauri kwamba watumie speaker ambazo za teknolojia ya kisasa. Lengo mtu asikie. Unajua naweza nikaongea hapa kwa sauti ya kiwango fulani, mtu akanisikia kwa mfano mnasema the frequency na amplitude kwa mfano ni hapa. Hizo naweza kuchangia kuonyesha namna gani. Kwa hiyo naweza kuongea kwa sauti ndogo akanisikia kwamba kwa sababu ni frequency na nini amplitude na kadhalika. Lakini naweza kuongea tu kwa sauti ndio lakini mtu ndeka. Kwa hiyo ile teknolojia
pia natakiwa ifanyaje, watumie, tuwashauri wazingatie kutumia teknolojia. Vifaa vyao ni halali, watumie zile teknolojia sio yaki zamani, ambapo sasa unaweza kaongea mtu akasikia hata yuko Upanga huko, lakini sio aumia, inachuja na kadhalika. Sasa naona muda wetu unatupa mkono. Labda sasa nini kifanyike baada ya kuona kwamba lishakuwa tatizo na hali inazidi kuongezeka kutokana na wingi wa watu, lakini vile vile shughuli za kiuchumi? Nini tunahitaji kwa pamoja sasa kuweza kuhakikisha tunalikabili tatizo hili na kuweka mazingira bora kwa kila mmoja wetu? Asante sana mtangazaji. Kwanza hii hatua ya leo hii ni hatua mojawapo, hatua tunataka kuzifanya kwamba tutoe elimu. Kazi yetu kubwa ya NEMC ni coordinate au kuratibu na kutoa elimu. Kwa leo hapa niko hapa kutoa elimu tu kwamba jamii yote sasa ielimike, iwe na uchu wa kujua kanuni na taratibu za usimamizi wa mazingira, na iwe tayari kukubali kuendana na hizo taratibu, kwamba tupate elimu, tuwe na ule moyo wa kuzingatia zile sheria na taratibu. Pamoja na kwamba hatuwezi kuacha shughuli zetu za kiuchumi, ni lazima tufanye. Ndio maana sheria imeainisha tu, haikuzuia, imeainisha kila sehemu kuwe na kiwango. Kwa hiyo elimu ni kitu cha kwanza. Lakini hatua nyingine tunaweza kusema, tumesema taasisi nyingi zinashirikiana. Lakini sasa tujenge uwezo, tujijengee uwezo sisi wenyewe wa rasilimali watu, vifaa na kadhalika, ili tuweze sasa kukabiliana na imetokea. Kwanza mimi hata mahakama lazima utoe ushahidi udhibitishe. Hata na hukumu sasa mimi nimekuja tu nasikia kelele nasema wewe unakwenda kuhukumu, nimetumia vigezo. Kwa hiyo tukiwa na vifaa, tukiwezeshwa vifaa, wakiwezeshwa vifaa na rasilimali watu, ili wote waweze kukabiliana, elimu itakutoka kwa mara kwa mara. Pia kama ulivyosema, na ushirikiano pia. Tukiimarisha ushirikiano wa taasisi zote hizi, iwe BASATA nini, halmashauri, tunaweza kusonga mbele. Mimi nikitaka taarifa fulani tunashirikiana kwenda. Ni baadhi tu ya hatua ambazo kuweza kuzitumia ni kushukuru sana Kwilasa Mwigulu. Huyu ni afisa mazingira mwandamizi kutoka NEMC, na tulikuwa na mada inayosema udhibiti uchafuzi wa mazingira utokanao na kelele na mitetemo. Mtazamaji, tunapata marudio ya asubuhi njema, tutarejea baadaye kukutana na wahariri. Endelea kuwa nasi.